Hapo hapo kuna swali ambalo limezaliwa ndani ya maneno au ndani ya maelezo uliyoyatoa. Kuna swali ambalo limezaliwa linalosema kwamba dhambi. Sasa nikawa nawaza kwamba sasa hii dhambi, Mungu alipotuumba, tukiangalia shetani alitupwa chini, wakati ametupwa akashushwa, na hii dhambi ikaambukizwa kwa mwanadamu. Sasa hapo nikawa najihoji kwamba je, Mungu hakuwa na uwezo wa kumfuta shetani aliyeleta matatizo haya? Kwa nini sasa tumekuja kupata shida kwa sababu ya mtu mmoja, ambapo angemfuta tu tayari sisi tungeendelea kuwa vile vile, kuishi vizuri, kula matunda kama kawaida? Labda hilo nilikuwa nahitaji muliweke sawa, watumishi wa Bwana, ili ngarau twende sambamba. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Wasikilizaji, labda ningeanza kwa mtumishi hapo, ameuliza kwamba kama Mungu aliiona dhambi inavyotokea, au kama Mungu alijua kabisa kwamba, maana Mungu alijua kabisa huyu shetani atakuja kuniasi, kwa nini Mungu asingemfutilia mbali shetani? Kitu cha kwanza, sifa mojawapo ya Mungu ni umilele, kwamba Mungu anajua yanayotokea kabla hajatokea. Ukisoma Isaya 46 mstari wa 10 anasema, natangaza mwisho tangu mwanzo, mambo yasiyotendeka tangu kale. Sasa ipo hivi, tuje katika swala la msingi, kwa nini dhambi iliruhusiwa? Manake Mungu hakuiumba dhambi, ila aliiona dhambi ikiinuka, ikiwa inatokea, ndipo sasa Mungu akaweka mpango wa kuikabili ile dhambi. Sasa kumbuka, Lucifer kipindi alipokuwa anaasi mbinguni, alifanikisha kuwashawishi serusi ya malaika, na wale malaika walidhani kwamba Lucifer amekuja na mawazo mazuri ya kusaidia utendaji kazi wa Mungu, lakini kumbe alikuwa na wadanganya. Sasa kama Lucifer alifanikiwa kushawishi serusi ya malaika ikamchukia Mungu, kama Mungu angesema muue pale pale shetani, kwanza hata malaika angemuona Mungu ni mbaya, lakini pia sifa ya Mungu haui. Sasa hiyo ni mada nyingine, itakuja kujifunza kwamba Mungu haui kabisa. Sasa nipo Mungu ikabidi amfukuze. Mungu alimwachia shetani muda wa kutosha, lakini shetani na malaika zake walivuka mpaka ule mpaka wa rehema. Walipovuka mpaka wa rehema, ndipo Baba ikabidi amfukuze shetani. Sasa swali lingine ukauliza kwamba je, kwa nini sasa Mungu aliweka ule moto wa milele, kwamba yule shetani aje kuchomwa pamoja na wanadamu wote, kama kweli Mungu ana upendo? Ipo hivi, mojawapo ya upendo wa Mungu ni kumwangamiza mdhambi katika moto wa Jehanamu. Kumbuka, magonjwa yote leo watu wanaumwa ni kwa sababu ya dhambi. Ukienda mfano hospitali pale ya Taifa Muhimbili au Amana, unamkuta mtu amevimba tumbo, kula hali anajisaidia hapo hapo. Mtu yaani tumbo limevimba, anapata maumivu makali, anatamani kufa ila hafi. Ukienda pale unamuonea huruma, unatamani yaani afadhali huyu mtu angekufa aepukane na haya mateso. Hebu ashumu leo kifo kingekuwa hakipo, alafu watu wanaumwa magonjwa namna yale, yaani mtu aishi milele na milele, hakuna kufa, alafu anapitia maumivu makali kama yale. Kwa sasa manake waovu wataangamizwa, watapotea milele katika moto wa Jehanamu. Manake hiyo ni mojawapo tu ya upendo wa Mungu, ili kuiangamisha dhambi pamoja na muasisi wa dhambi ambaye ni Ibilisi. Kwa hiyo moto Mungu ameweka pale, sio ni kwamba Mungu atakuwa anafurahia kumwona. Mungu hana furaha kumwona mwanadamu akiteseka pale mchana na usiku, kama alivyoangamiza watu katika gharika ya Nuhu. Mungu alihuzunika, kwa nini nimeua wanadamu? Mungu kabidi achole upinde, anaweka agano kwamba sitamwangamiza tena mwanadamu kwa maji. Sasa Mungu atakuwa anapata raha gani ikiona watu wanaungua? Mungu atawaweka pale pamoja na Ibilisi, manake watapotea milele, atawaangamiza. Kwa naweza nikaishia hapo, lakini Mungu dhambi aliiona inavyoinuka. Sasa okay, kama Mungu aliona dhambi inavyokuja, kwa nini Mungu asingeweka plan B, kwamba akamuondoa shetani au akagairisha akaumba tena? Kama Mungu angefanya hivyo, basi Mungu angekuwa ni muoga. Maana yake Mungu angeiogopa dharura iliyokuwa inakuja kumkabili. Kwa Mungu alipoona dharura ya dhambi inakuja kumkabili, ilibidi akabiliane nayo, akaweka plan B kwamba kupitia mwanae Kristo ataukomboa ulimwengu. Naweza nikaishia hapo.
Sasa kuna kitu kingine ambacho bado hujagisawazisha, mtumishi wa Mungu. Biblia inasema kwamba ule mji hakitaingia kinyonge wala, yani kinyonge chochote. Sasa hofu yangu ikawa bado inanijia kwamba sasa kama dhambi ilitoka mbinguni ikashuka hapa, je, wanadamu tutakaponyakuliwa, aidha tumeenda mbinguni, ile dhambi haiwezi kachipuka? Maana ilitoka kule kule ikashuka huku. Au ile dhambi asili yake ilikuwa ni ipi? Maana ule mji ni mtakatifu, una sifa zake, na kama shetani aliingiliwa na roho ile, na Mungu yeye anajua kwamba ile roho chimbuko lake ilikuwa ni ipi, maana wale wote malaika wameumbwa na Mungu. Sasa hofu yangu kwamba je, tutakapokwenda mbinguni, manake wanadamu tukijisahau, tunaweza dhambi tena kainuka tukashushwa, au inakuwaje? Ile dhambi lishafutiliwa mbali au sijaelewa? Maana hata chimbuko lile la dhambi lilikotoka sijajua kuwa kwamba ile dhambi ilitoka wapi. Ila sasa nikawa hofu yangu kwamba je, sasa kama dhambi ilitoka mbinguni, Mungu akaamua kuiacha na shetani akaamua kushawishi theruthi ya malaika, je, hii tena imekaeje? Watu watakapoingia mbinguni hawawezi wakajichanganya tena wakashushwa, au ilishaisha, au Mungu alishasambaratisha? Ndio nikawa nahitaji nipate upeo wa majibu, ili angalau hata ninapokwenda nyumbani nijue kwamba wanangu, sikilizeni, dhambi iko hivi, kwa hiyo tukienda mbinguni ile dhambi tena haipo. Karibu mtumishi wa Mungu, liweke sawa. Sawa, kitu cha kwanza tunaposema dhambi manake ni uvunjaji wa sheria. Sasa umeuliza swali moja zuri kwamba je, hao watakaoingia mbinguni, maana umesema dhambi ilianzia mahali patakatifu mbinguni. Je, sisi endapo tukipata neema ya kwenda mbinguni hakutatokea tena uovu wowote? Kimsingi kwamba Mungu amepangilia kuiangamiza dhambi pamoja na muasisi katika moto wa Jehanamu. Maana yake dhambi itaangamizwa pamoja na muasisi na wale waovu wote ambao walifuata matendo ya dhambi. Lakini kitu kingine, hao watakaoingia mbinguni watakuwa ni watakatifu. Mfano, ukisoma Ufunuo wa Yohana sura ya 14 mstari wa kwanza, Mungu ameweka sifa za wale 144,000 kwamba anasema hawa watakuwa wana muhuri wa Mungu, watakuwa na jina la Baba limeandikwa katika paji la uso. Manake hawa watu hao Mungu atakuwa ameshawapima katika mizani kwamba hawa ndio kwamba hawa ndio watu ambao wanafanya mapenzi yangu. Manake hao 144,000 wakishatiwa muhuri hawezi kukengeuka. Lakini pia kingine, dhambi na muasisi vitakuwa vimeshaangamizwa katika ule moto wa milele. Kwa sidhani kama kuna uovu mwingine unaweza ukatokea mara ya pili tena kule mbinguni. Labda kidogo ule mji moja una sifa ya utakatifu, na tafakari kwa kina kwamba ule mji ni mtakatifu. Sasa ile dhambi ilikuwa wapi mpaka inamuingia shetani wakati ule mji ni mtakatifu? Au kuna mji mwingine ambao watu tutaingia? Maana ile dhambi ilitoka kule ikashuka na shetani alishushwa. Baadaye tamko likatamkwa kwamba ole wao wa nchi wakaao humo, mshtaki wenu ametupwa. Sasa hii vita kwa upande mwingine ilikuwa haiduhusu. Sasa tayari mwanadamu tumeingia kwenye vita ambayo ilikuwa imetokea kule, ila sisi mwanadamu ilikuwa haituhusu. Ilikuwa ni vita ya mbinguni na malaika zake na Mungu wake. Sasa mwanadamu, kwa kuwa shetani naye alitoka kula na hasira, akaona kwamba sasa Mungu ametengeneza huyu mwanadamu, naomba nimvurugie mipango ya nani? Ya Mungu, ili atuambukize ile dhambi. Sasa nikawa nawaza kwamba je, hii dhambi hii mimi, yani kama na jibu swali kulingana na maelezo kwamba ile dhambi
ilitoka mbinguni. Je, sasa hivi haipo? Au sisi tutakao kwenda kule hakuna takayeweza kujiinua tena mabega kwamba hakika mimi ndo mimi? Kwa unapojibu swali, jibu swali kulingana na maelezo. Hii dhambi ilitoka kule. Sisi ni kama vile tumeingizwa kwenye vita ambayo haipo. Kwa hiyo nikahitaji mchango ili lengo la mazumuni mnipe jawabu lililo sahihi. Sasa tupate, yupo mtumishi ulitaka ili tupate sehemu karibu kuanzia. Funua Biblia yako hiyo. Ezekieli 28 anzia 14. Soma tu mtumishi wa Mungu. Ezekieli 18. Soma. Ezekieli 28 mstari 14 hadi 15, yote imalizie. Wewe ulikuwa kerubi mwenye kutiwa mafuta afunikaye, nami nalikuweka hata ukawa juu ya mlima mtakatifu wa Mungu. Umetembea huko na huko kati ya mawe ya moto. Ulikuwa mkamilifu katika njia zako tangu siku ile ulipoumbwa hata uovu ulipoonekana ndani yako. 17. Moyo wako uliinuka kwa sababu ya uzuri wako, umeiharibu hekima yako kwa sababu ya mwangaza wako. Nimekutupa chini, nimekulaza mbele ya wafalme wapate kutazama. Nahisi umesikia hilo neno. Nikilifafanua kiundani zaidi kwa kukatakata ni wahi. Hiyo Ezekieli 28 kuanzia 14 hadi 17, hiyo manake inadhihirisha kiundani zaidi kwamba yeye Lusifa, huyo malaika, alikuwa mtakatifu mkamilifu huko, na malaika wote na Mungu wake wote walikuwa wakamilifu. Ila Biblia hapo sasa, dhambi jinsi ilivyoonekana, ilianza kuonekana hivi kwamba ndani yake ya huyo kerubi pakajiinua maovu. Manake kutokana jinsi Biblia imesema kwamba na nini, na frimbi zilizokuwa ndani yake na uzuri aliopewa kukaa juu ya mkaa wa moto. Ukisoma hiyo hapo utapata. Yeye alikuwa anaishi, yani akikanyaga mikaa ya moto ana tatizo, ndio sifa zake. Akiimba ni safi kabisa. Kwa kulingana na uzuri wake ulimshawishi akajikuta sasa uovu unaingia. Chanzo cha uovu kinaanzia hapo, ndipo kilipoanzia. Sio kusema kwamba kilikuwa sehemu nyingine tofauti na hapo, hapana, bali kimeanzia hapo. Moyo wa kujiinua ulianzia hapo. Maana moyo wa maovu, ambaye ni roho ya maovu, ilianzia hapo kwa huyo kerubi. Hapo nimeeleweka hapo? Kwa hiyo tusije tukatafakari kwamba Mungu kuna sehemu nyingine hiyo roho ilipokuwa, kwa hiyo ikatolewa ikachukuliwa ikawekwa kwa nani? Kwa kerubi huyo malaika. Hapana, bali ilijinua kulingana na uzuri aliyokuwa nao kama Biblia inavyoongea. Sawa. Sasa labda kwa mfano, ubarikiwe sana kwa majibu. Kwa mfano tumeenda mbinguni, labda mimi nikawekwa kwenye nyota, kwenye bahari, kwenye nini, sifa zote nikawekwa pale, vile vitu ambavyo Mungu aliviumba, labda nikapata hako ka upendeleo kidogo. Je, ninaweza nikajiinua? Maana yake ndio maana nimesema kwamba unapojibu swali, hebu jibu swali kwanza. Kumbuka kwanza ule mji una sifa, hakitaingia kinyonge wala kidhaifu. Sasa je, nitakapoenda mbinguni nikawekwa, labda wewe umepangwa kwamba bana nafasi hii ya Lusifa ikamate wewe, labda je, unaweza ukajiinua tena ile dhambi tena ambayo chanzo chake maana imetoka kule mbinguni? Je, unaweza ukajiinua ukashushwa? Au ndio nilihitaji chimbuko la ile dhambi ilikuwa wapi? Maana Biblia inasema kwamba ule mji ni mtakatifu na hakitaingia kinyonge. Kwa hiyo je, swali, unapoingia mbinguni, ukiingia mbinguni unaweza ukajiinua tena ile dhambi ikakurudia na ikakushusha? Karibu.
Yaani ukishasema kwamba ule mji ni mtakatifu, hakitoingia kinyonge, ni sahihi, ila kwa upande mwingine ndio maana Mungu mwenyewe kile kinyonge akakitoa mule. Kwa hiyo kwa ufupi, nikirudi tena kwenye mantiki, roho haijatoka sehemu nyingine. Hivi nataka nitoe mfano mzuri wa ulimwengu wa macho ya nyama ambayo sisi tunayeona. Hivi ukipewa hiyo nyumba hiyo, ukapewa nyumba nzuri safi, gorofa inapendeza safi, bwana yaishi humo, ishi humo. Ukitaka uipake unachokitaka hapo, uingie utoke, ulale, sijui ufanyeje, hiyo nyumba ni ya kwako, rara. Ila sharti yake bwana, usiichafue. Umeshanielewa? Sasa hiyo kuchafua nisiongee, si ndio? Hata nikikupa uhuru basi uchafue, lakini usijiinue tena. Yani unanishukuru mimi kwa kuwa nimekupa hiyo nyumba, si ndio? Unishukuru kwa sababu nimekupa hiyo nyumba, unaniabudu kwa sababu nimekupa nyumba, si ndio? Ila sasa kulingana ile nyumba, sasa umefika kwenye nyumba ile, haya nikakupa sasa, na watu watakayekuwa mnasaidiana humo, mnafurahia safi, si ndio? Sasa katika hiyo nyumba, mwisho wa siku naiona wewe ndo mwenye nayo. Si umeshapewa umiliki, ati miliki kila kitu umepewa, kwa unakiona ni cha kwako. Hana mamlaka tena, na yule hana mamlaka juu ya hiki kitu, si ndio? Sasa kuna kitu gani tena cha kunipa na wakati alishanipa? Umeona, nikuoneshe dhambi inapoanzia hapo hapo. Kuna kitu gani tena hapa cha kunipa? Hana lolote la kunipa, ila tu hapa imebaki mimi nisimuinamie huyu jamaa, kila siku namuinamia. Imebaki tu niwaambie wao wananisikiliza mimi ndo mkubwa hapa. Nikafanya mipango yoyote ile kwenye nyumba hiyo, ili nikae mimi na wale watu wao wananisikiliza mimi, na vile vyote navyo wadanganya, wananikubalia, wanaona wengine ni sahihi, wengine labda wamenipinga vile vile, kwa sababu huwezi kukubalika na watu wote, si ndio? Na ndio maana mpaka sasa hivi mipaka inagombaniwa, sijui mtu akagombania kitu fulani, sijui kitu fulani akajiinua yeye mwenyewe akajipa yeye ni cha kwake, na wakati kilikuwa ni cha mtu mwingine. Yani ni kitu ambacho kinajitokeza kulingana na ule uzuri na kile, yani ile nyumba ikamshawisha akaiona sasa ni nzuri, ni ya kwake, yani ile nyumba ikamshawishi, yani vile vitu vilivyoko pale mahali pale yani anaviona ni vya kwake, maana sasa ameshamiliki. Sasa anazidi kumiliki na kujimilikisha mpaka anapitiliza kiasi kwamba anamsahau na yule aliyevitengeneza. Yani unafurahia mpaka unasahau hata yule aliyekuweka mule kumshukuru kwenye nyumba ile, mpaka inafika kipindi ana nini, lakini hukumbuke fadhila. Tuna watu wangapi ambao wanafanyiwa mema lakini wasikumbuke mafadhila? Kwa hiyo kile kitu ni kitu kinajiinua tu, hata yeye anakuwa kama hana matarajio, anakiona ni kizuri, haoni ni kibaya kwa wakati ule. Hata mtoto anapokosea au mtu yoyote anapokosea, anaona yuko sahihi, na wale ukimwambia anakwambia haya sio makosa bwana. Kwa hiyo kile kitu kilianzia pale pale, maanake dhambi na maovu yalianzia pale pale. Hakuna kusema kwamba yalianzia sehemu nyingine tofauti na pale. Sasa tunakuja sasa kwenye mantiki hii, kama aliona vile vitu ni vizuri na kajimilikisha, kaona ni vya kwake, sasa anaona naweza kupata ngazi hata ya kuteka ile nyumba ya yule aliyemkabidhiwa. Yaani nimekukabidhi hiyo nyumba, sasa hiyo nyumba sasa unaichoka, ukishaichoka unatamani hata gorofa langu. Sasa ukishaingia kutamani gorofa langu, nataka kunishusha sasa, nitoke kwenye gorofa langu mimi, unishushe chini eti wewe uje kukaa huku, kule pabaki watu wako.
hiyo ni roho chafu tena imejiinua, kwa sababu nataka sasa uje sasa. Mimi nilishakupa nyumba ile pale inapendeza, sawa, umeiona imependeza, umeichoka, sasa unakutaka sasa uvamie na vitu vyangu. Sasa unaona kama huo ni ugomvi tena na uanzisha, maana kumeanzia hapo hapo. Kwa hiyo ni kitu kilianzia pale pale ndani yake, kama maandiko yalivyosema, roho chafu ilijiinua, yani maovu yalijiinua ndani yake, yalionekana, ila mwanzo wa maisha yake alikuwa mkamilifu, hakuwa na maovu wala makosa yoyote. Kabla hujatenda kadhi, haujatenda dhambi, unaweza ukaona dhambi? Jibu si hapana. Kabla hujajikwaa, unaweza ukaona damu zinamwagika? Si hapana, huwezi ukaona damu zinamwagika. Manake kwa sasa hivi ni mkamilifu kwa sababu damu hazimwagiki, ila utakapojikwaa ndo tutaona damu. Kwa hiyo tutasema sio mkamilifu kwa sababu kidole kimoja kimetoka. Wewe ni kilema bwana, si ndio hivyo jamani? Kwa hiyo ulema utakuwa umeanzia pale, sio kusema nyuma. Nyuma palikuwa patakatifu vile vile, palikuwa pako sawa, na ndio maana Biblia imesema tangu mwanzo wako ulikuwa nini? Mkamilifu, ila maovu yakaonekana ndani yako. Yani yalikoonekana ndani yako ulikoumbwa, sasa yanaonekana ndani yako kwamba yanapamba moto kupanda mpaka yanakuja kuvamia nyumba yangu, yanakuja kuvamia hadi kiti changu, yanakuja kuvamia hadi popote pale ambapo nimepokanyaga, kwamba wewe unataka sasa wewe ndio umepamiliki, na wakati huku ndo nimetengeneza, na hapo wewe ndo nimekutengeneza. Hata hizo vyote nimevyokupa, nimekukabidhi, nimekutengeneza hadi hizo keyboard, sijui filimbi, maana imeandikwa filimbi ndani yake, zote nimekupa wewe. Mimi ndo nimezitengeneza hizo filimbi, lakini sasa unaziona hizo filimbi ni za kwako, una uwezo hata kuzitengeneza, pia una uwezo hata kunishusha mimi. Ukisoma Isaya anasema kwamba nitajenga nini? Mlima juu ya nini? Nitainua kiti changu nitainua kiti changu nifanye. Sasa maana yake hayo ni mawazo yake, alikuwa na mbinu zake na maono yake, maana yake maono ya kuwa juu zaidi ya Mungu. Kwa hiyo lilijitokeza ndani yake. Hapo yule anayenisikiliza aelewe kabisa, dhambi ilianzia pale pale, na mwanzo wake wa huyo Lucifer alikuwa mtakatifu, alikuwa mzuri, alikuwa mkamilifu, ila roho ikajitokeza ndani yake. Ilipojitokeza ndani yake, na dhambi ikaanzia hapo hapo. Akajaribu kuiambukiza Serusi, kama mtumishi wa Mungu alivyosema, aliambukiza Serusi nzima. Ila Mungu sasa, kwa sababu ule ni mji mtakatifu, ni nyumba nzuri, haina makosa, akamtoa katika nyumba ile. Maana yake ule mji ambao unaitwa Adeni, unaitwa ule mji ambapo alikuwa amewekwa malaika hao, ulikuwa unaitwa Adeni. Hiyo bustani ilikuwa inaitwa Adeni. Kwa hiyo akamtoa katika bustani takatifu Adeni, akamshusha, kwa sababu sehemu alipokuwa palikuwa panaitwa Adeni. Sasa hiyo sehemu inaitwa Adeni tayari akang'olewa, kwa sababu pale ni mahali patakatifu. Akamng'oa, akatoka, akamshusha kuzimu, akasema upendezwe napo hapa. Maana yake yale maovu, kinyonge hakiwezi kukaa hapa, akakiondoa. Sasa kile kinyonge akakishusha chini. Kwa hiyo kinyonge hakiwezi kukaa patakatifu, ni sahihi. Na ndio maana alipokiona kinajiinua, kinazidi kujiinua, ndio maana akakiondoa, kwa sababu hakina nafasi katika sehemu iliyo takatifu, iliyo safi. Nadhani hapo nimeeleweka kidogo. Nadhani mtumishi, labda mimi ngoja tu nijibu kwa ufupi kwamba je, tukifika kwa mbinguni, je, uovu hauwezi ukajiinua? Kama ulivyosema kwamba katika ule mji kinyonge hakitaingia, na tumeona chimbuko la dhambi lilitoka ndani ya moyo wa Ibilisi. Kwa maana yake wale ambao watakaoingia mbinguni watakuwa sio wanyonge na hawatakuwa na tamaa ya kupindua serikali ya Mungu. Kifupi naweza nikaishia hivyo. Walishayapitia, yani wale ambao watakayeenda kule walishayapitia wakayaona. Ndio maana awali mimi nilisema kwamba sisi binadamu afadhali hajamuua, kwa sababu tunajifunza kwake hata yeye kwamba huyu jamaa alikosea 1 2 3. Kwa hiyo na sisi itabidi tukae hivi 1 2 3, hata siku tutakapokufa tukafika huko tusije tukafanana na yeye. Manake mabovu tumeyaona, uzuri tumeujua. Kwa hiyo sasa tuchague sisi wenyewe, kama amevyotuwekea mambo yote mbele yetu, tuchague sisi wenyewe. Kama ni mabovu uchague wewe mwenyewe, kama ni mazuri uchague wewe mwenyewe. Kwa hiyo ukichagua mabovu, mshahara wake ni sehemu fulani.
Chagua mazuri, mshahara wake ni sema fulani. Yeye mwenyewe yani Mungu mwenyewe alishakuwekea mbele, mwanangu nimeshaona kuna vitu viwili ambavyo vinatakiwa kwenye maisha yako. Utakachokichagua kiona ni kizuri, ni sahihi. Kati ya hii Biblia kubwa na hii ndogo, unachukua ipi? Kwa hiyo wewe mwenyewe ukitaka hii au hii ndogo ni wewe. Kwa hiyo huu ni mfano nimetoa. Sasa Mungu ameweka mazuri, ameweka na mabaya, ameweka vyote, ameviweka hapa mbele yako. Wewe uchague unachokihitaji wewe mwenyewe. Ukichagua kibaya, mwisho wa siku nyumba yake ni moto. Ukichagua mazuri, nyumba yake ni sehemu fulani ambapo nyumba yake haijatajwa kiundani zaidi, kwa sababu Yesu Kristo anasema kwamba ninaenda kuandalia nini? Makao. Kwa hiyo makao yanaandaliwa kwa watu ambaye ni watakatifu, wanayetenda mambo mazuri. Na hisi ndio hivyo. Yesu asifiwe sana. Unajua, unapojibu swali, elewa kwanza mada inayozungumziwa ni ipi. Acha maneno mengi nini kalikwenda kakarudi. Maana yake kuna swali ambalo tumeanzana nalo. Nimesema kwamba uovu haujaanzia duniani, bali umeanzia mbinguni, ambapo sasa sisi wanadamu, na ndipo jicho letu linaangalia kwamba sisi Mungu ameenda kuandaa makao kama ulivyozungumza, ili pale alipo na sisi tuwepo. Sasa uovu ulitoka kule na Mungu ameenda kuandaa makao. Sasa kwenye ile nchi ambayo haitaingia kinyonge, mimi niko pale pale, haitaingia kinyonge na uovu ulitoka kule. Hilo swali ni kama bado mlikuwa hamjalijibu kifasaha, kwamba ile Mungu kwanza, wale malaika ndiye aliyewatengeneza, wameumbwa na yeye. Sasa ukiniambia kwamba uovu ulionekana pale pale, sasa ile mbingu ni ya nani? Kama umezungumza kwamba hiyo nyumba umepewa, sasa hiyo nyumba, mimi najua hiyo nyumba imejaa matunda, imejaa nini, hakuna wasiwasi. Sasa halafu mimi nitajiinuaje wakati kwamba haya matunda yote ni yangu wakati sijayaweka? Maana yake wewe umenikabidhi hiyo nyumba, ulishaisafisha, ulishaijua kwamba hati miliki ya hiki kiwanja hati unayo wewe. Sasa unaponiambia kwamba uovu umeonekana baada ya kuingia kwenye ile nyumba, maana yake ule uovu ulikuwa uko mule, umenipa nyumba, ila kuna sehemu ulikuwa umefunga matunguu umeweka juu, au kulikuwa kuna nini? Ndio nikawa nahitaji kwamba mimi nacho kihitaji kikubwa, chimbuko la dhambi imetoka wapi wakati ule mji ni mtakatifu? Ukisema kwamba amejiinua, sasa amejiinua, wewe ndio uliyeniumba, umeniumba halafu nikajiinua. Sasa hapo sijajiinua, wakati unaniumba uliniona. Sasa uliniona ukanijua tayari. Kama umeniumba unajua kwamba huyu mbeleni atakuja kujiinua, kwa nini huyu simwahirishe kumuumba ili uweke wale ambao hawatajiinua? Au ni Mungu mwenyewe alikuwa amepanga tu kwamba hii vita nahitaji nitengeneze vita ili nipambane na hawa watu? Karibu. Sasa mimi nitakujibu swali, yaani hapo, maana nimesha kujibu hanielewi, itabidi nijibu swali ili naye sasa apate jibu, si ndio? Nikitoa swali, maana yake ile Mtanzania asili yake, ukimuuliza swali naye anakuuliza swali ili jibu lipatikane. Ndio wewe sasa. Sasa hapa sasa nataka nijibu jibu ambalo ni swali ni swali halafu jibu lipatikane. Nataka nikuulize swali. Unaziona hizi karatasi hizi? Tunaziita karatasi. Unaona huo mti huo? Tunauita mti. Huo mti umetengenezwa na nani? Na Mungu. Hii karatasi imetengenezwa na nani? Na Mungu. Mwanadamu. Sawa, mwanadamu. Si ndio? Hivi vitu vimetengenezwa na nani? Mwanadamu. Sasa kwa nini, nauliza swali sasa unijibu. Kwa nini Mungu atengeneze miti na vitu vingine vyote amevikamilisha na amemaliza akakuumba na wewe akakuweka? Kwa nini wewe uongeze hiki kiti? Kwa nini kijitokeze hiki kiti? Kwa nini? Chanzo chake kiko wapi? Nijibu. Sisi Kimeanzia wapi hiki kiti? Kimeanzia wapi? Hiki hapa, hiki cha parasitiki. Cha parasitiki. Na karatasi za parasitiki kimeanzia wapi?
Mtumishi anasema kwamba kiti cha plastiki. Cha plastiki. Tunapozungumzia na hivi vimaiki vya plastiki vimetokana na nini? Maana yake vilianzia wapi? Vimeanzia hapa duniani. Basi kama vimeanzia hapa duniani, hata huo uovu pale ulianzia pale. Wapi umeanzia wapi? Pale ambapo amesema kwenye bustani ya Aden. Pale ndio bilivyoanzia huo uovu, ulianzia pale kwa nani aliyeviweka? Nani aliyeviweka? Haya, nakuuliza, nani aliyeweka hivi viti? Si ndio? Hivi viti vya plastiki mpaka na marangi haya, nani aliyeweka? Si mwanadamu. Sasa naye aliyeweka hayo maovu ndio huyo. Nani? Huyo Mungu. Nani? Mungu. Na wakati yamejitokeza mule, yamejitokeza wapi bila kuletwa? Kwa malaika huyo ambaye anaitwa nani? Anaitwa Lucifer. Yaani yamejitokeza. Kwa hiyo huyo ndio aliyaumba hayo maovu, akayatengeneza yeye. Kwa hiyo yanijinua ndani yake, maana yake yakatoka. Ukisoma Biblia, shetani hajaumba chochote. Ukisema hivyo, maana yake unampa shetani utukufu. Sasa usizingishie Biblia, ninakuomba unioneshe kwamba shetani hajaumba chochote. Nioneshe shetani hajaumba chochote. Nioneshe shetani hajaumba chochote. Kwenye maandiko nioneshe shetani hajaumba chochote. Nioneshe kwamba shetani hajaumba chochote kwenye maandiko, nioneshe. Wapenzi watazamaji, mjadala umekuwa mzuri, mtamu sana. Sasa hapa nije moja kwa moja kwenye jibu la mtumishi hapa, kwamba kwanza tunaposema dhambi, maana yake dhambi ni uvunjaji wa sheria. Maana yake kila sehemu pale kuna sheria, hiyo shuleni, hata nyumbani, wewe mwenyewe watoto wako umewekea sheria. Kwa hata kule mbinguni katika serikali ya Mungu kulikuwa kuna sheria. Ndio maana malaika watiifu wale hawakwenda kinyume na sheria ya Mungu. Na sisi leo, mimi mtasemaje kwamba nina dhambi? Kwamba imani ana dhambi. Kuna sheria inasema usiibe, nikienda kinyume na hiyo sheria, yule jamaa ana dhambi. Kuna sheria inasema usiue, nikiua mnasema nimepata dhambi. Kwa hiyo dhambi, shetani yeye uovu wake, yani kwamba tunasema ni muasisi wa dhambi kwa sababu dhambi ilionekana ndani yake. Yani uvunjaji wa sheria ulionekana ndani yake. Sheria kule kwamba Mungu ndio yuko lenki ya juu, first rank in heaven, kwamba Mungu ndio anapaswa aabudiwe yeye peke yake. Hiyo ndio sheria kule. Nyie kazi yenu ni kufanya 1, 2, 3, lakini shetani akaivunja ile sheria inayosema kwamba Mungu aabudiwe. Akasema nitakiinua kiti changu kupita vimo vya mawingu, nami nitafanana na yeye aliye juu. Kwa tunaposema dhambi ni uvunjaji wa sheria. Sasa katika swali lako, je, tutakaoingia mbinguni, sidhani kama vile tutaweza kuvunja sheria, kwa sababu uovu na pamoja na ibilisi vitakuwa vimeshaangamizwa katika moto wa jehanamu. Maandiko yanasema, tazama nikaona nchi mpya na mbingu mpya zikishuka kutoka mbinguni. Lakini pia hata sisi yamkini tunawaza hivi ni kwa sababu tuna hii miili ya kibinadamu. Endapo tutakapopewa miili mipya, maana yake hatutakuwa na mwili wa dhambi, tutakuwa watiifu, tutakuwa na ile roho ya Baba pamoja na roho ya Bwana, maana yake wote tutakuwa kitu kimoja. Sidhani kama tutaweza kuvunja sheria ya kujiinua kama alivyofanya Lucifer. Kwa ufupi naweza nikaishia hapo. Mimi sina neno la kusema, labda hapo kama hajaelewa. Ndio. Wapendwa watazamaji, nafikiri hilo swali limeeleweka, na mengine wewe jinsi unavyoelewa, imebaki kila mmoja sasa atakwenda kujazia pale ambapo hajaelewa, au kama ameelewa, wewe ufahamu wako unawaza nini. Na nipende kulingana, hapa tuna mada nyingi kama nilivyo awali nikuambia kwamba nimetoka mbali. Kwa hiyo hapa tuna mada nyingine ambayo hapo mbele tutakwenda kuisikiliza. Kwa leo, Mungu awabariki sana watumishi wa Bwana kwa michango yenu na kwa maelekezo yenu. Mungu awabariki.